Hapa nitakwenda kukaribisha wimbo tena kutoka kwaya yetu ya uwakilishi ili katibu wetu ajiandae kwa matangazo ya kanisa. Karibu uwakilishi.
Karibu katibu. Bwana kondoo wa Mungu ameshinda. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Neno kuu la leo linasema mwanzi uliopondeka hata huvunjika, wala utambi utokao moshi hautauzima. Utatokeza hukumu kwa kweli. Mwanzi uliopondeka hautavunjika, wala utambi utokao moshi hautauzima. Utatokeza hukumu kwa kweli. Sikiliza matangazo ya ushirika. Tangazo la kwanza ni wageni. Mgeni utakaposikia jina utasimama mpaka pale ushirika utakapopokea. Mgeni wetu wa kwanza anaitwa Joyce Wilson Simbeye. Huyu anatokea ushirika wa Sala. Mgeni wetu wa pili anaitwa Amina Bukuku. Huyu anatokea ushirika wa Kitolo kule Igembe. Wanarudi nyumbani. Karibuni sana. Basi naomba ushirika tuwapokee kwa mazito matatu. Na inawezekana ni mgeni kwa namna moja ama nyingine, ukufanikiwa kuweza kufika na cheti, ni vizuri tukakutambua pale ulipo. Naomba usimame kama upo. Asante. Karibu tujitambulishe. Karibu dada pale. Karibuni sana wageni wetu. Basi naomba ushirika tupokee nao kwa mazito matatu ndugu zetu hao. Asante sana. Karibuni sana ushirika wa Chunya mjini. Jisikie mpo nyumbani kwa Bwana. Tangazo la tatu. Tangazo la pili, sadaka yetu ya tarehe 4 mwezi wa kwanza 2026. Mtaa wa benki walikuwa na zaka jumla ya shilingi 493, shukrani 1046, jumla ikawa 539. Mtaa wa Bible 146 zaka, shukrani 1074, jumla ikawa
Mtaa wa Bible ninyi mtakutana pale majengo ya Bible, lakini pia mnaomba kubaki mara tu baada ya ibada hii itakapomalizika. Mtaa wetu wa Oysterbay ninyi ibada yenu ya Jumatano itafanyika kwa ndugu Christopher Mamlenga, mtaa wa Chunya mjini kwa Tumaini Kalonge, mtaa wa Galilaya kwa Ezekiel Mwesya, na mtaa wetu wa Sayuni kwa mama Ayubu, na mitaa mingine. Msiache kufanya ibada kama utaratibu wetu unavyoelekeza, maana tunafahamiana kule. Wote tufanye ibada. Tunapokuja kutangaza matangazo hapa, tuone kila mtu aliweza kufanya ibada kwenye mtaa wake. Tangazo la 4, ibada yetu ya Morning Glory inaendelea. Wiki nzima iliyopita tulikuwa na ibada hapa asubuhi. Basi ndugu zangu wapendwa, niwaalike tena kwa mara nyingine. Kesho asubuhi ibada inaendelea. Naomba wote tuweze kuhudhuria kwa ajili ya ibada hiyo. Sasa hivi tumeboresha vyombo vya muziki, asubuhi vinakuwa tayari vinapiga hapo. Ukiwa unapita kule barabarani utaona vyombo vya muziki vinapiga. Basi ni vyema ukapitia kwanza kwenye ibada, baada ya hapo ukaendelea na majukumu mengine. Bwana asifiwe. Tangazo la 5, leo tutakuwa na sadaka aina 3, zaka, shukrani. Lakini sadaka ya 3 itakuwa kwa ajili ya vijana wataongozana mchungaji nafikiri zitakuwa siku ya Jumamosi kuelekea huko Mbeya. Mchungaji wetu walivyokuwa wanakuja kule Mbeya kuagwa, kwa hiyo ataagwa tarehe 18 kule ushirika ambao walikuwa wametokea. Ataongoza na idara ya vijana Kwa ndugu zangu, tuwasapoti vijana kwa ajili ya ndizi njiani. Hivyo tutaweka chombo chochote ambacho tutakuwa nacho kwa ajili ya kuwasapoti idara hii. Tarehe 18 mwezi wa kwanza 2026 itakuwa ni siku ya jenga ushirika wako. Yaani wiki la 3 tutakuwa na matoleo kwa ajili ya jenga ushirika wako, na kila mtaa makisio yake ni milioni 1 kwa mwaka. Basi tutakapokuwa tumetoa hizo shukrani zetu au sadaka hizo, zitaingia kwenye mtaa husika na wazee watapita mbele kwa ajili ya kuikamilisha hiyo milioni 1 tutakapokuwa tunahitimisha mwaka 2026. Tangazo la 7 ni barua kutoka jimboni, naomba nisome kama ilivyo. Kanisa la Moravian Tanzania, Jimbo la Kusini Magharibi, ofisi ya mwenyekiti. Mchungaji Edwin Mwakalinga, KMT JKM, shirika la Chunya, SLP 44 Chunya. Inaanza kusema hivi: mwanakondoo wa Mungu ameshinda. Barua inasema yahusu kuwa katibu wa idara ya uwakili wilaya ya Chunya. Ndugu mteuliwa, kichwa cha habari hapo juu zingatia. Kikao cha halmashauri kuu ya kanisa la Moravian Tanzania Jimbo la Kusini Magharibi kilichoketi tarehe 30 mwezi wa 12 2025 kimekuteua kuwa katibu wa idara ya uwakili katika wilaya tajwa hapo juu. Uteuzi huu unaambatanishwa na kuanza kazi mara baada tu ya kupata barua hii. Mungu akubariki. Ndimi mwenyekiti wa kanisa la Moravian Jimbo la Kusini Magharibi, Mchungaji Paulo Mwambalaswa, mwenyekiti wa KMT Jimbo la Kusini Magharibi. Basi nafikiri tumeelewa ndugu zangu wapendwa. Mchungaji wetu ameteuliwa kuwa wakili wa wilaya yetu ya Chunya. Basi naomba tuongeze makofi mengi, tuongeze na vigelegele pia. Asante sana, asante sana. Tangazo linalofuata
ni tangazo la usafi wa mazingira. Tunakumbushwa kusafisha mazingira yetu yanayotuzunguka katika nyumba zetu, kwa maana ya ukaguzi utafanyika hivi karibuni. Kwa ajili ya kuepuka kulipa faini, ni vizuri tukaboresha mazingira yetu yakawa safi, lakini tukaishi kwa ustawi kwa ajili ya afya zetu. Tangazo linalofuata, shule ya Jumapili leo ni siku ya kikao. Walimu wote naomba kuhudhuria kikao chenu cha leo, asiwepo hata mmoja ya kukosa kwa ajili ya idara hiyo. Tangazo la 10, tangazo la kilimo. Shughuli za kilimo zinaendelea kwa ajili ya yale mazao mafupi kwa maana ya maharage, alizeti na kadhalika, lakini mazao mengine tuendelee kuyalinda, hususani mahindi tuendelee kuyalinda. Kama tumepanda tupalilie, tuweke mbolea kwa ajili ya kuvuna mazao mengi zaidi. Tangazo la 11, uchaguzi wa viongozi wa SADU utafanyika leo mara tu ya ibada itakapomalizika. Niombe wajumbe wote kwa maana wazee wa kanisa, madikoni, wainjilisti wa mitaa, mmoja wa wanawake viongozi, mipango ya uchumi na maendeleo wa mtaa, wainjilisti wa mitaa, tuweze kuhudhuria kwa ajili ya kuchagua viongozi wetu wa SADU kwa maana ya mwenyekiti pamoja na mwandishi wa SADU. Tangazo linalofuata, madiakonia wote naomba kubaki mara tu baada ya ibada hii. Madiakonia wa mitaa kama mpo, naomba msimame. Naona viongozi wenu hawatambui vizuri. Kama wewe unawakilisha mtaa, kwenye mtaa wako ni diakonia kule, basi naomba uchukue nafasi usimame ili viongozi wakuone kama upo. Madiakonia kwenye mitaa yetu, na watu mmoja mtaa wa kanisa na mtaa wa Yerusalemu na mtaa wa benki. Okay, sawa. Basi naomba tuonane kwenye jengo la utawala pale mara tu ibada itakapomalizika, lakini pia naomba na wazee wa kanisa tuwakumbushe ndugu zetu hawa madiakonia waweze kuendelea kutimiza wajibu wao kwa maana ya vikao na kadhalika. Hili lilikuwa ni tangazo la mwisho, lakini nitaomba kiongozi wa uchumi, mipango na maendeleo sogea hapa mbele na ana machache ya kuzungumza. Mimi nafikiri nimeishia hapo. Karibu Ambokile. Asanteni kwa kunisikiliza. Bwana Mungu awabariki sana. Mwanakondoo ameshinda. Bwana Yesu asifiwe. Hongereni kwa ibada. Mimi nina machache tu ya kukumbushana, lakini muhimu sana ni kuwashukuru waumini wote ambao wamehudhuria ibada ya leo, kwa kuwa kuhudhuria ibada unapata nini kinachoendelea katika ushirika wako. Lakini pia nawashukuru wale wote ambao wameendelea kutoa michango kwa ajili ya ujenzi, na wale wa karibu, nadhani kama mnapita, tumeanza ujenzi kwa hatua ya kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Mbona mpigi makofi? Hawa mtaki. Nimesema tuchangishane jamani. Sawa. Wote siogope. Tumeanza kwa hatua ya kujenga wigo, lakini katibu alitutangazia mwezi wa pili tutaanza sasa jengo lenyewe, na ndivyo itakavyokuwa. Kwa hiyo tumeona kabla ya kuanza jengo tuweke wigo, ili tutakapoanza kujenga pale chini basi kusiwepo na kila mtu kujua nini kinachoendelea mpaka jengo litakaponyanyuka. Lakini pia niwashukuru viongozi ambao mlichaguliwa wanakamati, lakini niwaombe, tuna mambo mengi ya kufanya. Kwa hiyo leo tutakuwa na kikao cha kamati mbili. Tuna kamati 4.
kamati mbili ya miradi, na kama umesahau mtayasoma majina yenu kwa haraka, lakini niwaombe wazee wa kanisa mtusaidie wale viongozi mliowachagua kwa ajili ya idara hii. Tunapata changamoto sana na mitaa mingi, lakini unakuta mitaa miwili au mitatu ndio watu wanakuwepo. Naomba sana wazee wa kanisa mtusaidie. Mfano, mtaa wa kanisani hatujui mpaka leo kiongozi ni nani. Kama upo naomba usimame. Kiongozi wa idara ya mipango. Mtaa wa Bible. Asante, namshukuru. Mtaa wa benki mzee Musa, lakini mtaa wa Ebeneza hatujapata mtu, na mitaa mingine ambayo hatuna. Naomba wazee wa kanisa mtusaidie sana. Lakini hizi kamati naomba niwasome, kama upo utasimama ili ukutane na katibu kwa ajili ya kuarrange kikao. Kamati ya vibanda tuna mwenyekiti ni Noah Mwikambo. Kamati ya mashine yeye ametoka na mchungaji, lakini kama makamu mwenyekiti ni mama yetu Tumaini Mbawala. Ambakisi Mwambije katibu. Wajumbe ni Chola, kama uko simama. Asante. Na Meshaki Aonga mzee wetu wa kanisa. Wazee wa kanisa hatuachi kwa sababu mna mambo mengi ya kukusaidia. Kwa hiyo tunaomba tunapowaingiza kwenye hizi kamati msikae nyuma. Msije mkafikiri wanafanya vijana peke yao. Lakini pia kuna Andrea kama upo. Alafu kuna kiongozi wa uchumi wa Chunya mjini. Naomba tukae. Kiongozi wa uchumi, mipango na maendeleo Chunya mjini. Naomba mzee wa kanisa kama upo wa Chunya mjini. Kiongozi wa Bible wa uinjilisti na vijana A. Vijana A kiongozi wenu namuomba kwenye kikao. Lakini kuna kamati hii ya miradi pia, naomba Eliud Kalua kama upo. Enos Mwaraleka mzee wa kanisa. Lecho Nyondo kama upo simama. Wajumbe Daniel Shiga, wakili wetu Deacon. Tobias Mshani, Josia Mwangaki, huyo mzee wa kanisa pia. Mipango na maendeleo kanisani. Mzee wa kanisa wa kanisani ndio yuko mbele, utahudhuria kwenye hicho kikao. Lakini pia mipango na maendeleo wa Getsemani kama yupo. Kama hayupo basi mzee wake wa kanisa atahudhuria. Basi baada ya kusema hayo, nawashukuru kwa kunisikiliza. Mungu awabariki sana. Asante, tunashukuru kwa matangazo mazuri katibu, pamoja na mipango na maendeleo. Sasa nimuinue mwenyekiti wetu wa baraza ili aendelee na matangazo mengine. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Mwanakondoo ameshinda. Haleluya. Sifa na utukufu, nguvu na mamlaka ni kwa Mungu aliyetuumba. Amen. Asante. Hapa mbele na matangazo machache, lakini yote kwa yote, kabla ya yote nimkaribishe, tuna mchungaji amekuja kutoka Maweru, anaitwa mchungaji Kibona, na zaidi anajitambulisha yeye na lengo amekuja kusalimia tu au amekuja kufanyaje. Basi tukae tayari, na yeye ndiye atakayetulisha neno la Mungu. Baba karibu salimie kanisa, karibu salimie kondoo kwa msaada wa Mungu. Karibu. Mwana kondoo ameshinda. Mwana kondoo ameshinda.
Ninamshukuru Mungu sana ambaye amenipa uzima ili nishiriki nanyi ibada ya siku ya leo. Kama nilivyolitambulisha, mwenyekiti wa baraza ni mchungaji Kibona anayetokea ushirika wa Mawero. Leo tarehe 11 wachungaji wote tumetawanyika kwenye shirika zetu kwa ajili ya hamasa ya maombezi. Ndio lengo kubwa ambalo tumetawanyika kwenye shirika, kila mmoja yuko kwenye ushirika mwenzake. Lengo kubwa ni maombezi. Huu ni mwezi wa kwanza, tunaingia mwezi wa pili, wa tatu ni maombezi. Kwa naomba Mungu atusaidie na Mungu atutie nguvu. Mengi sana tutayazungumza nikipanda madhabahuni. Mungu awabariki. Amen. Asante. Basi tumshukuru Mungu kwa makofi mara 3. Asante. Basi tumalizie matangazo machache yaliyobaki. Tangazo linalofuata, mchungaji leo hatunaye, yuko safarini Kyela pamoja na kwaya ya Mlima wa Moto, yaani wainjilisti. Wameondoka jana, nilikuwa naongea naye hapo nje, wamefika salama, wako salama salimini. Kwa hiyo ni jambo la kuombea pia. Leo wanatarajia baada ya ibada ya kule walioitiwa watarudi. Amina wapendwa. Kama alivyotangaza pia mtangazaji kwamba leo tutakuwa na sahani ya kuwasaidia watoto wetu wa vijana kwa ajili ya safari. Tarehe 18 mchungaji ameombwa arudi kwenye ushirika aliokuwa akifanya kazi wa Mbeya mjini kwa ajili ya kwenda kumwaga rasmi. Sasa naye ameomba aende na watoto. Kwa maana hiyo tarehe watoto tutakuwa nao, watakuwa Mbeya pamoja na mchungaji. Tafsiri yake watoto wanahitaji msaada. Basi nafikiri hilo ameliweka vizuri katibu, limefika. Pia tulikuwa tu na tunza mtumishi leo iliahirishwa kwa ajili ya hawa na mchungaji anaridhia. Kwa hiyo tunza mtumishi sasa itakuwa tarehe 18 ambayo yeye atakuwa yuko Mbeya. Sisi hapa tutakuwa na nafasi nzuri kwa ajili ya kuweka sahani yetu ya tunza mtumishi. Amina. Tangazo linalo la mwisho sio kwa umuhimu sana. Tarehe 25 itakuwa sikukuu ya uwakili. Kwa hiyo wazee wa kanisa, kumwakili aliwapa fomu kwa ajili ya kuandika taarifa za kanisa za mwaka. Kwa maana hiyo zifike tarehe 18 zote ziwe zimeshafika ofisini ili yeye aweze kuratibu vizuri na kuweka mipango sawa sawa. Amina kanisa. Kinachofuata sasa ni shukrani za pekee. Watu waliomshukuru Mungu kwa ajili ya matendo makuu Mungu aliyowafanyia. Sasa kama ilivyo kawaida, mama ataendelea kusoma na kumalizia hapo. Hii ni shukrani ya pekee inatoka mtaa wa kanisa, inasema tunamshukuru Mungu kwa ulinzi wake, tunamtolea Mungu shilingi 100,000 ni alama ya shukrani, na pia wanaomba tusome Zaburi ya 103 mstari wa 1 mpaka ule wa 4. Taomba kama mmoja anaweza akapata kwa haraka aweze kusoma hiyo Zaburi ya 103 mstari wa 1 mpaka ule wa 4. 100,000 yao iko hapa. Zaburi ya 103 mstari wa 1 hadi wa 4. Nafsi yangu umuhimidi Bwana, naam, vyote vilivyo ndani yangu vilihimidi jina lake takatifu. Nafsi yangu umuhimidi Bwana, wala usizisahau fadhili zake zote. Akusamehe maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote, aukomboa uhai wako na kaburi, akutia taji ya fadhili na rehema. Asante, tunashukuru. Na sadaka nyingine inatoka Chunya mjini, ni sadaka ya ujenzi shilingi 10,000 iko hapa. Asante. Amen. Basi nimkaribishe mchungaji aweze kumshukuru Mungu kwa ajili ya sadaka za pekee. Karibu.
Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo uliye hai, wewe ni Baba yetu na Mungu wetu uliye mwema. Ninakushukuru kwa ajili ya mkono wako na kwa ajili ya huruma yako na kwa ajili ya upendo wa pekee sana, kwa sababu umetutendea mambo makubwa ambayo hatukutegemea. Asante kwa ajili ya wajioli wako hawa ambao wamekumbuka baada ya matendo makubwa uliyoyatenda katikati ya familia zao. Nami nawaleta kwako katikati ya asubuhi ya leo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Achilia damu yako na uweza wako, achilia damu yako ya thamani Mungu kwa ajili yao, katika jina la Yesu wa Nazareti usiye milele. Hii sadaka ambayo umeleta Mungu ikukumbushe kwenye madhabahu yako, inene mema katika maisha yao, kwa jina la Yesu aliye hai. Wengine tumeleta kwa ajili ya sadaka ya ujenzi. Mungu, simama pamoja nao, usiwache mfalme mwema, na baraka zako ziongozane pamoja nao katika malango yao na kwenye kazi yao na kwenye familia zao, katika jina la Yesu wa Nazareti. Shetani asiguse kwa lolote, bali nguvu ya msalaba Mungu iwatetee na kuwamiliki, katika jina la Yesu, amen. Asante. Basi tupokee kwa mazito matatu. Asante, tunashukuru. Ni kipindi cha kwenda kusikiliza maneno ya Mungu. Nitaomba tusimame tuimbe wimbo wa kitabuni. Sisi tunaomba utuongoze.
Funika macho, tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wewe ni Alfa na Omega, wewe ni wa kwanza tena ni wa mwisho. Ninanyenyekea mbele ya uso wako kwa ajili ya asubuhi hii uliotupa uzima. Mungu, watoto wako tusiostahili kwa lolote, hatufai kwa lolote, tunasogea mbele ya uso wako. Tunahitaji rehema yako Mungu, utusamehe, ututakase. Tumekutenda dhambi kwa mawazo, tumekutenda dhambi kwa maneno, tumekutenda dhambi kwa kutembea kwetu. Mungu, tunaomba rehema kutoka kwako, ututakase wanako Mungu. Asubuhi ya leo tunatamani utulishe chakula kitokacho juu msalabani pako, kama baba zetu waliokula mana pale jangwani. Nasi Mungu, tupe chakula kitokacho kwako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Achilia damu yako na nguvu yako, achilia ufalme wako na mamlaka yako ndani ya asubuhi ya leo, katika jina la Yesu wa Nazareti. Ninasimama kinyume kabisa na nguvu za giza na mamlaka na ukuu wa giza katika ulimwengu wa roho. Ninapingana nazo kwa jina la Yesu Kristo, bali ufalme wako Mungu upate kuja na mapenzi yako yapate kutimizwa katika jina la Yesu. Baba, naomba nikushukuru. Amen. Amen. Tusalimiane tena. Jina la Yesu libarikiwe. Amen. Nimesema lengo kubwa ni kwa ajili ya maombezi ya mwezi wa 3. Kabla ya yote niwashukuru sana kwa kutuongoza katika utoaji wa sadaka ya mwaka jana. Mwaka jana mmevuka vizuri kwenye maombezi. Niwashukuru sana sana. Mungu wa mbinguni awabariki. Najua bila Mungu hatuwezi kwa lolote. Tunayafanya kwa sababu yeye ndiye anayetutia nguvu. Na leo hii tuna neno ambao kichwa chake nasema maombi na maombezi. Maombi na maombezi. Tunapozungumza habari za maombi au maombezi, kwa historia maombezi hutokana na neno maombi. Kwa historia neno maombezi hutokana na neno maombi. Unaposoma kitabu cha Mathayo sura ya 7 mstari wa 7 hadi wa 8. Mathayo sura ya 7 mstari wa 7 hadi wa 8. Mathayo sura ya 7 mstari wa 7 hadi mstari wa 8. Maneno yanasema, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa maana kila ombaye hupokea, naye atafutaye huona, naye abishaye hufunguliwa. Kila aombaye hupewa, kila anayeomba hupewa. Ninamshukuru Mungu sana. Mwaka 2025 mwezi wa 12 tarehe 25 Mungu akanitoa out sehemu moja ili nijifunze kitu fulani kwake. Wakati baada ya kumaliza ibada ile ya 25
nikawa ninasukumwa kule ndani kufanya ziara kwenye mitaa, kwenye ushirika wangu pale. Nilipokuwa natembea nikiwa nimeongozana na mzee wa kanisa, tuliingia kwenye nyumba ya mama mmoja ambaye yeye ana miaka mitatu hajapata nafasi ya kukaa au nafasi ya kutembea, yeye ni kulala ndani ya miaka mitatu. Nikataka kupata historia yake, shida yake ilikuwa ni nini. Ndani ya miaka mitatu hajapata nafasi ya kutembea, ni mtu wa kubebwa kupelekwa hospitalini na kurudi. Nikataka kupata habari kwake, ilikuwaje. Akaniambia, nilikuwa mgonjwa, nilikuwa mjamzito. Kwa bahati mbaya sana mtoto akafa mle ndani akiwa hajatoka, akafa. Sasa naopelekwa kule hospitalini, nikaambiwa mtoto ameshakufa na ameoza. Kwa maana hiyo anatakiwa tufanye usafi kule ndani. Akanielekeza wakafanya usafi siku ya kwanza, siku ya pili vile viuchafu vikatoka, lakini havikuishi. Akaniambia, nikatoka kwenye hospitali yetu ya wilaya hapa, wakaniambia natakiwa uende hospitali ya mkoani ili nikafanyiwe tena usafi. Akaniambia, ndani ya kufanyiwa usafi nimefanyiwa mara 3. Unapoambiwa kufanyiwa usafi sio kama unaenda kuogeshwa maji. Wale ambao wanafahamu vizuri, lazima kuna machuma wanachomeka kule ndani kufanya usafi ili ule uchafu utoke. Akaniambia, hapo unavyoniona miguu yangu imevimba, haiwezi kufanya kazi, najisikia baridi kweli, siwezi hata kama mtu ameniletea moto, najisikia baridi kweli. Hapo umeniona nimekaa kwenye jua, wala silioni jua. Nikamwambia, unamwamini Yesu? Akasema ndio. Nikamwambia, unajua Yesu anaweza kufanya wakati huu usiotegemea ukawa mzima na ukatembea na ukawa uko huru? Akasema ndio. Nikamuuliza swali la 3, unasali wapi? Akanikazia macho. Nikamwambia, unasali wapi? Akasema, mimi ni Mkarwa. Nikasema, ndani ya miaka mitatu hujaona majibu yoyote? Yaani Mungu amenitoa out nijifunze kitu fulani. Akaniambia, ndani ya miaka hii mitatu sijapata majibu yoyote. Nikamwambia, mwamini Mungu, imani ndiyo inayokuponya. Imani yako ndiyo inayokuponya. Imani ni kama ufunguo unaoweza kufungua mlango wa nyumba yako ukaingia. Akamniambia, mchungaji, ninamwamini Mungu na mimi najua atanitendea. Nilipoingia kumwambia Mungu, nikabeba mashtaka yake nikayasogeza kwenye msalaba wa Yesu. Ninaposema amen, na mshangaa, alikuwa hawezi kuinuka, anainuka. Alikuwa hawezi kukaa, anakaa. Nikabaki na mshangaa Mungu kwamba kumbe tarehe ya 25 ya leo Mungu amenitoa out nijifunze kitu. Alikuwa ni mtu aliyekuwa anasikia baridi, ananiambia sasa najisikia joto, wala sitaki kuona hata moto, najisikia mwili umekaa vizuri.
mpaka leo anamshukuru Mungu, na Jumapili iliyopita ametoa sadaka ya kumshukuru Mungu kwa yale aliyomtendea. Biblia inasema ombeni nanyi mtapewa, tafuta nao utaona, bisha utafunguliwa. Maana kila anayeomba lazima apokee, kila anayetafuta lazima aone. Hawa mama walipokuwa wanafikiria habari za maombezi, waliwaza kitu cha maana sana. Walikuwa watu wachache sana, wakiwa na waza juu ya waombezi hao kwamba hawapo nyumbani kwa muda wa miaka mingi. Wamekaa nyumbani, wako peke yao, lakini ndugu zao wao kwenye vibarua, wanahangaika huko na huko, ili ngarau warudi nyumbani. Wakakumbuka kuomba, wakakumbuka kumwomba Mungu ili awafanikishe kwenye maisha yao. Jina la Yesu libarikiwe. Kitabu cha Danieli. Danieli sura ya 9 mstari wa 8 hadi wa 11. Danieli sura ya 9 Kitabu cha nabii Danieli sura ya 9 mstari wa 8 hadi wa 11. Naomba wewe ambao unaweza kupata kwa haraka unaweza kusoma, kwa sababu ni somo, lazima tusaidiane pamoja kusoma. Danieli sura ya 9 mstari wa 8 hadi 11. Bwana, kwetu sisi kuna aibu kwa wafalme wetu na wakuu wetu na baba zetu, kwa sababu tumetenda dhambi. Rehema na msamaha ni kwa Bwana Mungu wetu, ingawa tumemwasi, wala hatukutii sauti ya Bwana Mungu wetu kwa kwenda katika sheria zake alizoziweka mbele yetu kwa kinywa cha watumishi wake manabii. Naam, Israeli wote wameivunja sheria yako kwa kugeuka upande, wasisikilize sauti yako. Basi kwa hiyo laana imemwagwa juu yetu, na kiapo kile kilioandikwa katika sheria ya Mungu mtumishi Mungu, kwa sababu tumemtenda dhambi. Kwa sababu tumemtenda dhambi. Mwaka jana wote tumetoa sadaka ya maombezi, ile shukrani ya maombezi. Amen. Amen. Wangapi tuliona mafanikio kwenye ile sadaka tu uliotoa ya maombezi? Wangapi tuliona mafanikio kwenye ile sadaka tu uliotoa ya maombezi? Tupungiane mikono ambao tuliona mafanikio. Wewe kama ukuona mafanikio usipunge mkono, nyamaza tu. Wewe uliona mafanikio kwenye ile sadaka ya maombezi ya mwaka jana, hebu tupungiane mikono. Kwa nini wengine hatukuona mafanikio kwenye ile sadaka ya mwaka jana ya maombezi, na mwaka huu tunakwenda kutoa sadaka ile ile ya maombezi? Unategemea kuona nini mbele ya safari yako? Danieli anapokuwa anakumbuka, anasema, Baba, tulikutenda dhambi, tulifanya ukaidi, hatukufanya yale yaliyotupasa kuyatenda, tulikuwa tuko tofauti kabisa. Yamkini ulitoa kwa kulazimishwa, kwa sababu amesema katibu hapa, amesema mzee wa kanisa, amesema mchungaji, ukatoa kwa kulazimishwa, si kwa hiari ya moyo, ili upate mafanikio. Biblia inasoma kwenye Wagalatia, anasema kile apandacho
apandacho mtu ndicho atakachovuna. Kwa unapotoa ile sadaka yako, sadaka ile ya maombezi, unategemea kuvuna, unategemea kuona mafanikio. Unapohitaji kuombewa, unapohitaji kufunguliwa, unahitaji kuona mafanikio. Kwa sababu usipoona mafanikio, maana yake sadaka yako umetoa bure. Amen. Usipoona mafanikio, maana yake sadaka yako umetoa bure. Cha msingi sasa, turudi kwenye mstari. Anasema, Baba, tumekutenda dhambi. Lazima ukumbuke kwamba wewe ni mwenye dhambi, hustahili machoni pa Mungu kwa lolote. Wewe ni mkosaji, lazima urudi kwa Mungu, uanze step upya, uanze safari upya. Pale ulipokosea uanze upya. Amen. Unapoingia kwenye maombi, au maombezi, usafi ni wa muhimu sana. Unapoingia kwenye maombezi, usafi ni wa muhimu sana. Ufunuo sura ya 22 mstari wa 14 na 15. Usafi ni wa muhimu sana. Unapohitaji kufanikiwa kwa lolote, usafi ni wa muhimu sana. Na maana katibu hapa ametukumbusha habari ya usafi wa mazingira. Kwa mazingira yako yawe salama. Maana mazingira yakiwa machafu, unazalisha maumbu, unazalisha matatizo. Kumbe usafi ni wa muhimu sana kwenye maisha yako. Ufunuo sura 22 mstari wa 14 na 15. Ufunuo 22 mstari wa 14 hadi mstari wa 15. Usafi ni wa muhimu sana. Wewe uliyepata leo kusoma, na kila mtu apendaye uongo na kufanya. Lakini pale mwanzoni anasema uwe na sababu ya kuwa msafi, uwe unafua nguo zako zikae vizuri. Asubuhi inawezekana kuna watu hawajaoga wanapokuja kanisani. Asubuhi kuna watu ambao hawajaoga wanapokuja kanisani. Kwa kuwa walioga jana jioni, akasema tanawa tu usoni, kwa kuwa muda unakimbia niende kanisani. Kwa wamepaka tu mafuta na kuja kanisani. Shida kubwa ameogopa baridi. Sina wewe huko. Sina wewe huko. Kwamba asubuhi unaoga umepaka tu mafuta, uonekane umekuja umevaa vizuri, ndio. Lakini tukipitisha mkaguzi hapa pite, atakuta kuna mazingira unaoga. Si atamkuta mchafu hapa, ambaye hata nguo pengine ile ya ndani tu hajasafisha. Unawafua mavazi na kuwa na amri ya kuingia kwenye mti.
Unaweza kuwa na amri ya kuja hata kanisani kwa sababu umefua mavazi yako, kuja nao asubuhi. Hebu mwambie jirani yako, umeoga asubuhi? Mwambie tena, umeoga asubuhi? Maana amekuja ni mchafu kanisani. Kwa nini amekuja mchafu kanisani? Kwa sababu umeogopa baridi. Baridi ya asubuhi ni kali. Kumbe unapokuja kanisani usafi ni wa muhimu. Ndio maana ametukumbusha katibu hapa kwamba jamani, tusafishe mazingira yetu yakae vizuri. Wewe jamani, jirani unapokaa naye hapo, unapocheka naye angalia pembeni kana kwamba anaogopa tu hata harufu yako tu kutoka mdomoni. Jamani. Amen. Tunamtenda dhambi Mungu. Mioyo yetu asubuhi ya leo haijaoga. Mioyo yetu imekaa vibaya. Sisi ni wachafu. Sisi ni wachafu machoni pa Mungu. Hatujastahili lolote. Tunapokumbushana habari za maombezi, kuna mtu anasema, wewe ungejua maisha yangu yalivyo, na hiyo kisio mliotuambia tunatakiwa tutoe shilingi kadhaa, mimi sitakuwepo. Na moyoni mwake ameasilia kwamba hatatoa sadaka mpaka maombezi yamepita. Kwa hiyo mzee wa kanisa taima kuanzia leo mpaka mwezi wa 6 yeye hajatoa maombezi. Hivi mtu yule ni salama kweli? Ni msafi huyo mtu kweli? Anawaza mazuri kwa Mungu kweli? Moyo wake umekaa vibaya. Ndio maana kwa somo mstari wa chini nasema huko nje wako mbwa, wachawi na wazinzi. Na wale wanaoabudu sana wako huko nje. Wasiomtafuta Mungu wako huko nje. Amen. Wazee, mmekisiriwa shilingi ngapi? Mmekisiriwa shilingi ngapi kwenye mitaa yetu maombezi? Kwa sababu makisio yamekuja mwaka jana. Najua mmeshafanya mgawanyo tayari kwenye mitaa yetu. Anasema baba mjafanya mgawanyo. Lakini migawanyo inakuja, kila mtaa lazima ujue tunapendana. Na siku ya uzinduzi ndipo tutakapoeleweka nani anatuongozea na nani anakuwa wa mwisho. Na kwa nini anakuwa wa mwisho? Jina la Yesu libarikiwe. Huko nje wako mbwa, wachawi na wazinzi. Ni waulize Wakristo wangu, sadaka unayokuja nayo kanisani leo, unayokuja nayo leo kanisani inafanana na naye kwenda Chunyapazuri? Inafanana? Inafanana na naye kwenda pale panaitwa Chunyapazuri? Inafanana? Nani anatoa zaidi? Nani moyo wake umekujuka vizuri, anatolea Mungu vizuri? Ambaye anaona kwa kweli ukienda pale Chunyapazuri na mimi naye kuja kanisani ninafanana. Nani anatoa vizuri? Kata naye kwenda pale Chunyapazuri na wewe naye kuja kanisani. Ukienda pale unakuta magari yamejipanga foleni yako leo. Nilipokuwa naingia kanisani nikakuta pikipiki
pikipiki ziko nyingi. Hivi tunafika kwa kumheshimu Mungu kwa sadaka kama hiyo? Kwa maana Danieli anatukumbusha sasa sisi ni watenda dhambi. Lazima turudi kwenye saiti yetu. Lazima tumtafute Mungu. Lazima tumuone Mungu anajibu maombi yetu. Tunaposema tuna maombezi au maombi, tuone majibu yanatokea. Nikupe ushuhuda wa pili. Mwaka huu mwezi wa kwanza nimekutana na mama mmoja, yeye ni mjamzito. Alafu ule ujauzito wake umemwambia, umemwelekeza. Unajua ujauzito unaoelekeza watu. Umemwelekeza, hakuna kula. Wewe kunywa maji tu. Ukila ni kutapika. Ana miezi mitatu. Hajawahi kutumbukiza ugali, hajawahi kutumbukiza chochote ndani. Ana miezi mitatu. Na shetani anatuonea huyo. Anatutesa. Nikamuuliza, wewe miezi mitatu hata wewe jana ugali, unategemea unaishije sasa? Hizi nguvu unazikuta wapi? Macho yamegeuka. Si unajua mtu asipoanza kula chakula. Maana chakula ndio ulinzi wa mle ndani kwenye mwili wako. Ni vitamini. Inasababisha mwili wako ukae vizuri. Miezi mitatu haja. Amefunga hapa. Ila amemulisha na kilicho ndani, anasema usile, ukila unatapika. Nikamuonea huruma. Nikamuuliza, wewe umekuja mara nyingi hapa kanisani, na mimi ndio mchungaji wako. Umekuja mara nyingi hapa kanisani, alafu huoni majibu. Yana naamulisha na kilichoko ndani kinasema usile. Ni Mungu kweli huyu? Akabaka ananiangalia tu usoni. Nikamwambia, hebu fika mahali muamini Mungu kwa sababu yeye ndiye anayefanya. Akafikiri naongea ni utani. Nikamwambia, bandika kwenye tumbo lako mkono wako, mimi si tumbo lako, shika mwenyewe kwenye tumbo lako. Nikamwambia Mungu, kama Mungu naomba ushughulike na hili tumbo. Kwa sababu alichokibeba ndani yake, najua amebeba nafsi yako. Na alipobeba nafsi yako, adui amepanda magugu ndani yake. Sasa tumbo liachie. Na kuanzia leo aanze kula ugali. Mama amepika chakula, yuko kule jikoni analeta. Nikasema mimi sitakula kwanza mpaka huyu kwanza niona amekula, alafu ndipo aondoke. Kwani aliuacha ugali? Alikula vizuri ugali akashiba. Nikasema mbona hujatapika sasa? Kabaka na shangaa. Nikasema angekuwa ni Mungu amesema uendelee kutapika, ungeendelea kutapika. Mbona hujatapika? Asema namshukuru Mungu. Namshukuru Mungu, nimeteswa kwa muda huo wa miezi mitatu. Kweli sijara kabisa. Leo hii namshukuru Mungu. Nini Mungu amefanya? Ili Mungu akutendee mpendwa. Ili Mungu alete majibu kwako. Cha kwanza, mwamini Mungu. Unapokwenda kutoa sadaka ya maombezi au sadaka yoyote, mpendwa, usilete sadaka kama kuleta. Usilete kama kwenye misiba. Ile sadaka unapokuja nayo hapa mbele, isemee neno. Tamka lolote unataka Mungu akufanyie nini. Tamka kitu kwenye ile sadaka, ili Mungu afanye kitu kwa ajili yako, ili Mungu atengeneze kwenye maisha yako. Wapo watoto wasumbufu, zipo ndoa wasumbufu. Mpendwa, unayepata shida ni wewe. Chukua sadaka yako, ilete madhabahuni. Kabla hujaileta madhabahuni, anza kusemea neno.
Matendo ya Mitume sura ya 4, sura ya 10 mstari wa 4. Isemee sadaka yako. Tunatamani kwenda kutoa maombezi mwaka huu, uone majibu, uone matokeo. Usilete sadaka kama kuleta sadaka, hata kama ni ulinzi. Uone Mungu anajibu. Uliyepata Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 4. Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 4. Akamtazama sana, akaogopa, akasema, kuna nini Bwana? Akamwambia, sala zako na sadaka zako zimefika juu na kuwa ukumbusho mbele za Mungu. Sala zako na maombi yako na sadaka yako zimepokelewa kwa Mungu, zimekubaliwa kwa Mungu, zimeleta majibu kwamba sasa Bwana umefungulia, uko salama. Amen. Sadaka yako ilete majibu. Ukiona unatoa sadaka kila mwaka hakuna majibu, bado mtoto ni mtukutu, bado mtoto ni msumbufu, bado ndoa imekusumbua, bado uchumi haujakaa vizuri, uwe na maswali, lazima urudi ujigundue, ujitathmini kwanza. Mimi ni msafi mbele za Mungu? Nimeoga? Na kama hujaoga ujigundue ni wapi hujaoga. Ujitathmini kama wewe mwenye dhambi, hustahili machoni pa Mungu. Wapendwa, tunakosea hata kusema, hata mawazo yetu tunakosea, hata mtazamo wetu tunatazama vibaya. Lazima urudi kwa Mungu. Baba, ni mwenye dhambi, naomba unisamehe. Inawezekana haya yamekuja nyumbani mwangu ni kwa sababu yangu mimi. Yameingia nyumbani mwangu haya mapito yote ni kwa sababu yangu mimi. Mimi nimekutenda dhambi, nimeacha maagano, nimeacha yale tuliyokubaliana Mungu. Ninaomba unisamehe. Ninarudi kwako asubuhi ya leo, naomba msamaha kwako. Ndio maana naambiwa Kornelio kwamba sadaka yako na maombi yako yamepokelewa. Unajua alipokuwa anatoa sadaka kuwapa watu, kuwasaidia yatima, kuwasaidia wajane, kuwasaidia wasiojiweza, alipokuwa anatoa zile sadaka, alikuwa anaizungumzia maneno kwamba Mungu, nahitaji kufanikiwa, nahitaji kuona lango lako linafunguka, natamani kuona milango inakuwa wazi. Akamtolea Mungu sadaka, akamshukuru Mungu baada ya kupewa majibu kutoka kwa Mungu, akaona baraka. Unapokuja kanisani kama hapa, umekuja na sadaka yako, umekuja na sadaka yako, hiyo sadaka yako ilete majibu. Hiyo sadaka yako ifungue kwenye biashara yako. Hiyo sadaka yako ilete majibu kwenye ndoa yako. Hiyo sadaka yako ilete majibu kwenye kazi ya mikono yako, uone mafanikio. Maana yake kama ulikuwa unapata gunia 3 za mahindi, mwaka huu upate zaidi ya gunia 3. Kwa nini? Ile sadaka ambayo umekuja nayo itamkie neno. Amen. Neno linaumba, neno linatengeneza maisha yako yanakaa vizuri. Naomba tusimame. Tutaimba wimbo wa Kikabuni 359. 359. 359. Kiongozi, tuongoze. Nataka kumjua Yesu. Nataka nimjue Yesu.
kwa ajili ya asubuhi ya leo. Ninakushukuru kwa ajili ya mkono wako na wingi wa huruma Mungu. Ninakushukuru kwa ajili ya upendo wa pekee ambao umemtoa mwanao wa pekee Mungu, ili kila mtu amwaminie asipotee. Na mimi nasogea kwako asubuhi ya leo, nikigundua ya kwamba sisi Baba ni wenye dhambi, hatujafaa kwa lolote, tumetembea tofauti, kila mmoja ameiacha njia yake, amegeukia njia nyingine. Tumekuacha mwana wa Mungu usiye milele, tumekuacha Emmanuel usiye milele. Naja mbele uso wako katikati ya asubuhi ya leo. Nahitaji rehema yako Mungu, nahitaji rehema yako Jehova, nahitaji rehema yako Mungu mwenye nguvu. Ninajiachilia kwako Yesu wa Nazareti, ninajiachilia kwako Muumba mbingu na nchi, ninajiachilia kwako nilifanya ardhi. Yesu, niko kwako. Ninaomba ututakase watoto wako, ninaomba ututakase watoto wako Mungu, ninaomba utuhurumie watoto wako Emmanuel, ninaomba utuhurumie Mungu wa Isaka. Naja kwako Mungu wa Isaka uliye mwema. Achilia damu yako, achilia nguvu yako Bwana, achilia ufalme wako, achilia damu yako ndani ya asubuhi ya leo, katika jina la Yesu wa Nazareti, katika jina la Yesu wa Nazareti. Maana Mungu, tumetengwa mbali na wewe Bwana, tumejificha, tumekuwa wachafu, tunaanguka mbele ya uso wako. Tunahitaji rehema yako, tunahitaji damu yako Mungu, itutakase, ituoshe kwa upya ndani ya siku ya leo, ndani ya majira ya leo. Mungu tuhurumie, Mungu tuhurumie, Mungu tuhurumie, Mungu tuhurumie. Ninanyenyekea kwako, achilia damu yako na nguvu ya msalaba, achilia kwako na uweza wako, achilia kwako na miliki yako, achilia kwako na nguvu yako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Badala ya kuja kwako Mungu tukageukia wanadamu, badala ya kuja kwako Bwana tukageukia wanadamu, tukajiacha njia zako. Bwana, tunarudi kwako asubuhi ya leo, tunarudi kwako Mungu wangu, tunarudi kwako Emmanuel. Achilia mkono wako na nguvu yako itokayo juu msalabani pako. Yesu wa Nazareti, Yesu wa Nazareti, ninakuhitaji kwa ajili ya saa hii Bwana, katika jina lako Emmanuel, katika jina lako Emmanuel. Kagua mioyo ya watoto wako hawa, kagua mioyo yao asubuhi ya leo, kagua mioyo yao Mungu wa Isaka. Kila mmoja na mapungufu yake, kila mmoja na uhitaji wa moyo, kila mmoja na uhitaji wa maisha yake, na mlete kwako kama alivyo, kwa jina la Yesu. Wapo ambao ni wagonjwa wako hapa, wapo ambao wana mahitaji mbalimbali wako hapa. Yesu, nakuhitaji Mungu, Yesu nakuhitaji Mungu wa mbingu na nchi, katika jina la Yesu wa Nazareti. Magonjwa yote, magonjwa yote, magonjwa yote, magonjwa ila adui, na yaamuru kwa jina la Yesu, na yaamuru kwa mamlaka, na yapige kwa jina la Yesu, ninafumua kwa jina la Yesu yale. Roho Mtakatifu, achilia mkono wako, achilia damu yako, achilia nguvu yako. Neno lako Bwana limesema, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona. Nami nawaleta kwako, wamekuja kutafuta Mungu, wamekuja kutafuta Mungu wangu, wamekuja mbele yako. Naomba achilia neema ya uponyaji, achilia neema ya uzima, achilia neema ya ushindi kwa ajili yao, kwa jina la Yesu Kristo. Kumbuke mama yule, ukumbuke baba yule, ukumbuke mtoto yule, ukumbuke kijana yule. Yesu, nawaleta kwako, Yesu, nawasogeza kwako asubuhi ya leo. Neema yako imetayo neema zote Mungu wamiliki asubuhi ya leo, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Shetani achilia kwenye mioyo yao, shetani achilia kwenye viungo vyao, shetani achilia kwenye mifumo ya mili yao, kwa jina la Yesu wa Nazareti. Mungu wa Isaka, nguvu ya msalaba inene mema kwa ajili yao. Wakumbuke Mungu, uwapiganie, uwashindanie, uwaponye na magonjwa, uwaponye na magonjwa, uwaponye na mateso ya ile adui ndani yao,
katika jina la Yesu wa Nazareti ninaomba nikushukuru. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Baba, tunashukuru kwa mafundisho mazuri ya kujiandaa na maombezi. Mungu akubariki sana. Tupokee kwa mazito matatu. Asante. Basi sahi na wakati huu ni kipindi cha kwenda kumtolea Mungu wetu vipawa mbalimbali alivyotujalia siku hii ya leo. Kama katibu wetu alivyotukumbusha, tutakuwa na zaka, shukrani, na baadaye tutakuwa na sahani kwa ajili ya vijana wetu wanaokwenda Mbeya wakiongozana na mchungaji. Naomba unapokuja shika bahasha yako ya zaka na shukrani kwa pamoja. Baada ya hapo tutamalizia sahani kwa ajili ya vijana hapa niwakaribishe vijana waimbe kwa ajili ya zaka na shukrani. Tunaanza kule nyuma majikoni, waelekezeni watu, sio mpaka wimbo uimbe. Naomba tusimame tuanze kuleta zaka zetu na shukrani kwa pamoja.
pambio kwa ufupi, ili tuendelee kutoa kwa ajili ya vijana A. Hakuna wa kufanana na Yesu. Hakuna wa kufanana na Yesu. Anaweza Baba. Anaweza. Mungu wetu. Anaweza mwema. Anaweza. Hakuna wa kulingana na Yesu. Hakuna wa kupambana na Yesu. Hakuna wa kufanana na Yesu. Ni mshindi Baba. Ni mshindi Yesu wetu. Mshindi mwema. Mshindi Mungu wetu. Kweli hakuna wa kulingana na Yesu. Kweli hakuna wa kufanana na Mwamba. Anaweza Baba. Anaweza. Mungu wetu. Kweli ni mshindi mwema. Ni mshindi Mungu wetu. Anaweza Baba. Anaweza. Mungu wetu. Haleluya. Basi hapa ndio mwisho wa ibada. Asante kwa ajili ya ibada ya mtakatifu ambao unaanza pamoja. Asante kupitia neno lako la uzima, kupitia mtumishi wako. Nimesikia Mungu wako kwa namna na kanisa kama kutolewa wewe Yesu. Tunaamini kabisa kwa Roho Mtakatifu tutatuacha na hata kusikia, tutapata kuosha ulinzi kwa namna ambayo tunaweza kusikia kutoka kwako. Nasi kama tunahitaji tunahitaji msaada wako wa pekee wa uwezesho ili kutembea kwa kusudi lako. Asante Roho Mtakatifu kwa namna katika ibada hii, katika ulimwengu, katika kutolea wewe kuona Mungu. Tunaomba hivyo
yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe makosa yetu kama nasi tunavyosamehe waliotukosea, usitie majaribuni, lakini tuokoe na mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amen. Bwana mnamtegemea Yesu. Bwana akubariki na kulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kupe amani, katika jina la Yesu. Amen. Asante, tunashukuru. Tunapokwenda kutoka, nitaomba uwakilishi, mtaimba hapa ndani, vijana wetu tutaimba pale nje. Lakini kuna tangazo moja lilisaulika. Ibada ya Jumatano kanisani tutasali kwa ajili Bahati Mwakilili. Amen. Karibu.